Kwa ufupi ni kwamba serikali ya Marekani hivi sasa imefungwa ama niseme haina fedha za kujiendesha kwa sababu ya kushindwa kufikia mwafaka katika suala la budget. Kumekuwa na budget hasa ilipitishwa na baraza la wawakilishi. Kumbuka serikali ya Marekani ina chemba mbili. Moja ni baraza la wawakilishi, alafu kuna baraza la Senate. Kwa baraza la wawakilishi lilipitisha, na ukumbuke chemba zote hizi mbili ziko chini ya wingi wa chama cha Republican. Kwa hiyo walipitisha bajeti yao ambayo itakiwa pia iende kapiti katika baraza la Senate, lakini kufikia jana serikali ikashindwa, Senate ilishindwa kupitisha bajeti ya mwaka ujao wa fedha. Kwa hiyo serikali kuu imeishiwa fedha baada ya miswada miwili kinzani kushindwa kupata kura za kutosha kuruhusu serikali kuendelea na bajeti yake ya mwaka unaofuata. Mswada wa kwanza ni ule uliokuwa unaungwa mkono na chama cha Democrats ama wa Democrats, ambao wenyewe ulitaka kuendeleza pamoja na mambo mengine uendeleze ruzuku za afya kupitia mpango wa huduma ya afya nafuu ama Affordable Care Act, inafahamika zaidi kama Obamacare. Na pili ulitaka wafute baadhi ya makato ambayo yamefanywa na sheria mpya ya Trump ambayo ilikuwa inaitwa Big Beautiful Bill, ambao waliondoa katika masuala ya afya katika kitu kinaitwa Medicaid. Lakini mswada mwingine wa pili wenyewe uko back na Republican, ambao wenyewe sasa wanataka kufanya kitu kinaitwa stop gap funding. Watengeneze kama mswada kadogo ambako kanaruhusu bunge, serikali kuendelea na shughuli zake kwa wiki 7. Katika wiki hizo waweze kufanya kitu ambacho kinaitwa negotiation kati yao, ili waweze kupitisha bajeti ambayo itafanya serikali endelee kuwa wazi kwa mwaka mzima unaofuata. Kwa hiyo hilo liliposhindikana, basi ikatokea hii ambayo inaitwa government shutdown. Nikumbushe tu kwamba hii ni ya 21. Tangu mwaka 1977 kumekuwa na miswada 20 ya kuwezesha serikali kuendelea imeshindwa kuwezesha serikali kupata pesa kwa wakati, na hii sasa ambayo tumeingia ni ya 21. Kwa Chamber Senate inategemea tena kupiga kura leo baadaye, lakini itapiga kura kuhusu miswada hii ambayo imefeli siku ya Jumanne. Kwa hiyo hatuna kama italeta mabadiliko yoyote au miongoni mwao basi kutakuwa kumefanyika juhudi zozote kufuata hasa upande wa Republicans, kwa sababu Republicans wako takriban 53. Wanahitaji Democrats 7 ili waweze kupata kura 60 ambazo ndio filibuster ya kuweza kupitisha bajeti. Kumbuke kuna wabunge wa Senate wako 100. Hao ni wawili katika kila jimbo. Marekani na majimbo 50. Kwa hiyo wabunge 100 wanahitaji 60% ili bajeti iweze kupita, na kwa sasa hakuna chama ambacho ni lazima ufanye kazi na watu wa upande wa pili, na hiyo inalazimisha majadiliano katika kile ambacho upande mmoja unakuwa ukiamini. Nikumbushe shutdown ya mwisho ilikuwa ni Disemba mwaka 2018. Pia ilikuwa chini ya utawala Trump, ambayo inashikilia rekodi ya kuwa shutdown ndefu ama kufunga serikali kwa kipindi kirefu zaidi, siku 35. Na ilifikia tu hata wafanyakazi wa serikali wakaanza kuripotiwa kutafuta vyakula kwenye zile sehemu ambazo zinagawa misaada kwa wasiojiweza. Na baadaye hata wale ambao walilazimika kwenda kazini, takuja kuzungumzia hapo, kuna ambao wanalazimika kwenda kazini bila malipo. Hawa sasa walishindwa kwenda, wakisema kwanza hawana hela za kuwalipa watu wa kuwalea watoto wao kwa maana daycare, lakini hawana mafuta ama nauli ya kuwafikisha kwenye vituo vyao vya kazi, kwa sababu siku 35 Marekani wanasema asilimia karibu 50 ni watu ambao wanaishi paycheck to paycheck, na hapa watu wanalipwa kila baada ya wiki moja. Kwa ni mara 2 kwa wiki. Wanapozungumzia siku 35 ni mwendo mrefu sana. Kwa hiyo ilikaa siku 35 ilipokuja kufikia makubaliano ambayo ilikuwa ni Januari 2019, uchumi wa Marekani tayari ulishapoteza takriban dola bilioni 3, ambazo kwa mujibu wa ofisi ya budget ya bunge ama Congressional Budget Office CBO, kiasi hicho hakikuweza kurejeshwa kwenye mzunguko wa fedha. Kwa hiyo hakikuwa recovered at all. Pia wakati wa shutdown hii ambayo sasa inaanza, nategemea kwamba wafanyakazi milioni 2 wa serikali shirikisho wakiwemo wanajeshi wao watalazimika kufanya kazi bila malipo, kwa kile ambacho nitakuja kuzungumza mbele kidogo. Lakini pia hii inamaanisha nini sasa? Kwa mfano, Rais Trump alikuwa madarakani wakati wa shutdown ndefu zaidi kwenye muhula wake wa kwanza, lakini hilo halikuwa kizingiti cha yeye kurejea Ikulu. Hii tunaweza kujadili kwa namna nyingine, kwa sababu shutdown hakuna aliyepata kuikumbuka. Shutdown 2018 hakuna aliyekumbuka 2024, bali wengi walikuwa wakiangalia pamoja na mambo mengine kupanda kwa bei, mfumuko wa bei na hali ambavyo ilikuwa katika mipaka, na hivyo vilifanya watu wamrejeshe Trump wakiamini kwamba angalau atatatua hayo mawili waweze kuondoka hiyo. Mahakama za shirikisho, federal courts, pamoja na baadhi ya idara nyeti za serikali, kwa mfano ofisi inahusika na masuala ya mapato na fedha, wao wana fedha kidogo kuwezesha kuendelea na shughuli zao kwa muda mfupi, kwa kuna fungu ambalo litengwa na serikali ama Democrats walipokuwa madarakani, walipokuwa na wingi. Kwa maana hiyo wataendelea kufanya kazi. Baadhi ya askari ama walinda usalama, askari ya jeshi la zimamoto na uokozi, na wafanyakazi wa dharura, hasa kwenye masuala ya nishati kama umeme, kwa sababu umeme uko sehemu kubwa na pia kuna changamoto nyingi katika hilo, wao wataendelea kufanya kazi hata bila malipo. Mamlaka ya usalama wa anga, wao wanategemea kusimamisha japo robo ya nguvu kazi yao
Kwa hiyo huduma za uongozaji ndege na nyingine ambazo tayari zina upungufu wa wafanyakazi, hizo zitapungukiwa zaidi. Kwa kama mtu anasafiri kuja Marekani, jiandae kwa ajili ya hilo. Waongoza ndege na maafisa usalama wa viwanja vya ndege na zaidi ya wanajeshi milioni 1 wao wataendelea kufanya kazi, wakitajwa kuwa wafanyakazi muhimu kulinda maisha, kulinda mali na usalama wa nchi na wa wananchi. Sasa tuangalie hii ikiendelea inaathiri vipi bara la Afrika. Kwa bara la Afrika tunatambua kwamba kutoka kuna mambo hasi ambayo yataendelea hasa katika masuala ya maendeleo ya kiuchumi, afya na misaada ya kijamii. Na hii inaongeza kutoka pale ambapo Trump alikata huduma zake katika mwanzo wa muhula ama mwanzoni mwa mwaka 2025. Kwa hiyo ikasitisha huduma mbalimbali hasa za kimisaada katika bara la Afrika. Kwanza kutoka kuna kuchelewa kwa ile misaada ambayo ilitokea, kwa sababu inapotokea swala la kutoa vyakula ama misaada mingine ya kidharura, hiyo sasa itasimama on top of kile ambacho kilifanyika. Ukumbuke pale waliposimamisha kipindi kile ilileta shida sana katika sehemu kama misaada ya kiutu huko Sudan. Ukumbuke chakula kwa kambi za wanajeshi nchini Kenya, na hata ule usaratibu wa Umoja wa Mataifa ambao ulikuwa unarudisha chakula huko Nigeria, hivyo vikaenda. Kwa hiyo jambo la kwanza. Jambo la pili, masuala ya biashara na kazi zile, hizo sasa zitaisha. Unakumbuka AGOA, the African Growth and Opportunity Act, ambayo hii ina expire mwanzoni mwa mwezi huu, na ilikuwa inahakikisha watu kuweza kuingiza baadhi ya bidhaa kutoka Afrika bila kulipa ushuru. Kwa hiyo tayari kumeshaleta shida, na ina maana kufungwa kwa serikali hakutowezesha hata wale waliokuwa wanajaribu kufanya majadiliano na maelewano kuhusu hili, na wao sasa hawataweza kwenda, hawataweza kuzungumzia hilo kwa sababu sio tena priority. Kwa hiyo itakuwa ni shida. Pia masuala ya afya, ule mpango wa kugawa dawa, kwa mfano dawa kwa ajili ya HIV, lakini pia tunagundua kwamba aliposimamisha huduma mwanzoni mwa mwaka katika sehemu nchi kama Kenya, Ivory Coast na Namibia, hiyo ileta shida sana. Lakini pia kuna ule mpango wa serikali wa rais ambao unaitwa PEPFAR, President's Emergency Plan for AIDS Relief, PEPFAR, nayo imeonekana imekatwa hivi sasa na itasubiri. Pia kubwa zaidi pengine ni kupungua kwa mahusiano ya kidiplomasia, kwa sababu kwa kukatwa fedha hizi, baadhi ya wafanyakazi ambao si wa kudumu katika balozi hawataweza kufanya kazi. Maandalizi yatakuwa ni pungufu, mikutano itakuwa ni ile muhimu tu, na engagements ambazo zingetakiwa kufanya na balozi, hizo zitaleta shida. Kuna swala la kutengema ama kutengeka kidogo kwa masuala nzima ya uchumi. Ilikuwa inasemekana kwamba Marekani tulipokata msaada wake mwezi Januari, takriban 1% ya uchumi katika nchi 23 zilitetereka. Japokuwa baadhi ya nchi kama Sudan ya Kusini na Somalia, wao walipata takriban 9% ya kutetereka kwa uchumi wao. Hili ambalo linaendelea hivi sasa, ina maana litasumbua hata kile kidogo ambacho kilikuwa kimebaki. Wanategemea kwamba misaada yote ambayo inakatwa sasa na USAID tayari imeleta impact kubwa, wakitegemea kwamba zaidi ya watu milioni 5.7 wataingia kwenye umaskini mkubwa, umaskini mkali, umaskini mzito, umaskini wa kupitiliza kufikia mwakani 2026. Hiyo haihusishi sasa ambacho kinaendelea kwa ile misaada midogo ambayo imebaki. Lakini pengine cha mwisho katika bara la Afrika cha kuhofia zaidi ni kwamba kwa haya yanayoendelea, upo uwezekano wakahisi kwamba vijana baada ya kuongezeka kwa maskini na vitu vingine, vijana wakasumbuliwa ama wakasumbuka, wakawa frustrated, na baadaye ikawa rahisi kwao kuwa recruited ama kuweza kuingiza katika makundi ambayo yanafanya uhalifu zaidi. Kwa hiyo ni baadhi ya vitu ambavyo na tukasema kwamba hii shutdown inaweza ikaathiri, kwa sababu swali kubwa waga ni kwamba kwani hicho kinachotokea huko kinaathiri vipi huko. Utakachoweza kufaa, karibu kutumia.